Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kama ilivyo ada na kawaida, wanafunzi wenzangu tulio hapa na wale ambao tufuatilia katika mitandao ya aina mbalimbali, mimi nikualike tena katika siku nyingine tena ambayo tutakwenda kuangazia darasa letu kwa katika swala zima la energy namba 8. Watu ambao walizaliwa ndani ya mwezi wa 8, basi energy yenu na ili jambo linawahusu kwa 100%. Baada ya kutazama watu ambao waliopita katika energy za aina mbalimbali kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 7, sasa leo ni maalum kwako wewe ambaye uliozaliwa mwezi wa 8 na namna ambavyo watu hawa walivyo, lakini pia matendo yao na matukio yao yanakuwaje, tafiti zinaeleza nini kunako sala hili ama watu hawa waliozaliwa ndani ya mwezi wa 8. Mimi nikwambie tu, ungana nasi moja kwa moja tukapata yale yaliyokuwa bora kabisa na ukajifahamu hapo ulipo, kama ni wewe au mkewe au mmeo au mwanao au ikiwezekana mfanyakazi wako au bosi wako, utapata njia bora ili ya kuweza kuishi naye ili mambo yawe katika hali ili yakuwa nzuri kabisa. Muda huu ni salamu kwake Dr. Sayyidna Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali, na kisha baada hapo tutakwenda kuangazia energy ya 8 kwa maana ya watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 8. Muda huu ni salamu Dr. Sayyidna Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali. Ya Allah ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala, na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kama namna ambavyo umemsikia Sayyidina Dr. Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali, yeye una afya bora kabisa. Lengo kubwa utakwenda kukuonesha energy namba 8 na watu ambao walizaliwa ndani ya mwezi wa 8, energy yao hii inakuwa katika hali ya namna gani? Kwanza, watu hawa wanakuaje? Pili, ni watu wanakuwa matendo namna gani? Je, wana mfanano kiasi gani katika namna ambavyo watu wote walizaliwa ndani ya mwezi wa 8, ingawa wanaweza sio wote ama sio yote haya mtu akawa nayo, lakini miongoni mwa mengi walionayo utakuta yanafanana. Na hii ni kwa mujibu wa tafiti. Watafiti wamekaa wakatafiti mmoja baada ya mwingine katika watu ambao walizaliwa ndani ya mwezi wa 8, wakabaini haya ambayo tunakwenda kuzungumza Dr. Sayyidna Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali. Mimi naungana naye muda huu moja kwa moja. Dr. Sayyidna Sheikh Yusuf Diwani Al-Ghazali. Ya Allah. Tutazama energy mbalimbali, tukaanza energy namba 1 mpaka namba 7. Sah. Na leo tupo katika energy namba 8. Sahihi. Maana watu ambao walizaliwa mwezi wa 8. Kwanza kufahamu hawa kwa mujibu wa tafiti hawa na majibu ya ripoti ya tafiti yanawaeleza hawa watu wenyeji namba 8 ni watu wa namna gani, wanakuaje, na yapi matendo mengi huambatana na watu wa namna hiyo. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani. Ya Allah. Bila shaka kila mmoja ametazama ule mwezi wake wa kuzaliwa. Na tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, walio wengi wanakiri tafiti ziko sawa sawa na wao namna walivyo. Lakini tunataka kwenda kutazama energy namba 8 kwa maana wale ambao waliozaliwa mnamo mwezi wa 8 hawa wanakuwaje kwa mujibu wa energy yao. Kabla ya kuingia moja kwa moja na kulieleza hilo, kwanza twende katika albahthu tahliliyu, kwa maana tafiti za kufanya michakato biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na lengo la kusema haya ni kuyataka kuyaondosha matango pori ya wale watu ambao wanaodanganywa kila kukicha na wakiambiwa pale ule unaofundishwa ni ushirikina, ule unaofundishwa pale ni sihiri, ile inafundishwa pale ni ramli.
haya matango pori yaweze kuondoshwa katika vichwa vya watu. Hapa hakuna sihiri wala matango wala ushirikina wala lamli, hakuna hapa. Yani hizi ni tafiti ambazo bila shaka ziko wazi kabisa kwa wale ambao wanaujua suala la tafiti. Kwa hiyo nashukuru kwa Mwenyezi Mungu, sasa hivi kuna baadhi ya watu akisema kwamba ile inafundishwa pale ni shiriki, kuna watu pale pale wanamwambia haraka sana, wanamwambia acha uongo, zile ni tafiti za kawaida kabisa, kama hujui kaa kimya. Watu wanamwambia katika hali za namna hiyo. Sasa tutakwenda kutazama kwa uchache albahthu tahliliyu, kwa maana tafiti za kufanya michakato biidhni. Lazima uchakate we mzee ndio upate mambo katika usahihi wa hali ya aina yake. Tunakwenda sawa? Na kanzu yako hiyo umependeza. Yahdufu hadha an-naw'u min al-bahthi ila tahlili al-bayanat, inalenga aina hii ya tafiti ya michakato inalenga nini? Ila tahlili albayanat, inalenga katika kuchakata taarifa. Yani zile taarifa namna zinavyopatikana zinafanywa mchakato, ili zile taarifa ziweze kuleta usahihi wa nataiji wal maalumat, lakini kadhalika na maalumati, kwa maana yani zile taarifa zenyewe zinapokusanywa, baada ya kukusanywa zikatoa maalumati fulani, yale maalumati sasa ndio yanafanywa nini? Mchakato. Baada ya kuchakatwa yale kinapatikana kitu sahihi na mambo yanakwenda katika mustawa wa hali ya aina yake biidhnillah. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa hii bahthu tahlili, kwa maana itafiti ya kufanya mchakato inafanywa hivyo kwa sababu gani? Wataalamu wakasema lifahmi alalaqati min almutaghayyirat wa tafsiri nataiji bishaklin a'maqin. Wakasema wataalamu kwamba hii ni kwa ajili ya kufahamu alalaqat, mahusiano ya huo mchakato wenyewe na kile kinachofanyiwa mchakato wenyewe biidhnillah. Tunakwenda sawa? Mnaona kuna sihiri hapa? Kuna shiriki hapa? Kuna lamli hapa? Hizi ni tafiti za kawaida kabisa. Tunakwenda sawa? Tena baina almutaghayyirat, baina ya vitu vinavyobadilika panafanywa tafiti. Yani anayezaliwa mwezi wa kwanza sio atakayezaliwa mwezi wa ngapi? Wa pili. Atakayezaliwa mwezi wa pili sio atakayezaliwa mwezi wa ngapi? Wa tatu. Almutaghayyirat, haya ndio anaitwa nini? Panapo badilika. Yani hapo shekhe, kwa lugha nyepesi ni kwamba tukisikia mchakato maana yake tunazungumzia zinachukuliwa zile taarifa zote, alafu zinahakikiwa tofauti wa mwezi huu na mwezi huu kuaje? Saha kabisa. Wanapata ule mchakato ndio inathibitishwa sasa kwa mujibu wa tafiti. Sahihi kabisa. Taib, lakini kadhalika wa tafsiri nataij. Na baada sasa ya kupatikana ule mchakato, hapa ndipo inapatikana tafsiri ya natija ya lile zao la utafiti wenyewe ulipofanywa katika mchakato huo, tena bishaklin a'maqin, tena katika yani kwa kiwango kikubwa mno, yani watu wameenda deep sana, ndio wakabaini katika sala la huo mchakato ukatoa natija, natija ikawa katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa leo tutakwenda kutazama tafiti zilizofanywa kwa hawa mawalidu shahri thamina, kwa wale ambao waliozaliwa katika mwezi wa ngapi? Wa 8. Mwezi wa 8. Hawa ambao wamezaliwa mwezi wa 8, kwa maana wana energy namba 8. Hawa watu hawa, je, kwa mujibu wa tafiti wanakuwaje? Nataka ujitathmini hapo ulipo, au watathmini watoto wako, ndugu zako, jamaa zako, marafiki zako ambao hawa wamezaliwa mwezi wa 8. Bila shaka utasema subhanallah, 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 ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Moja, ma yaghludh ala ahadin, wale ambao waliozaliwa katika mwezi wa 8 hawana tabia ya hasira, kuchukia watu, hawako hivyo. Hawana tabia ya kuchukia watu, wao hawana tabia hiyo.
Tunaelewana vizuri? Naam. Lakini yanjadhibu linnasi allati shakhsiyatuhum qawiya, hawa watu mara kadhaa ni watu ambao huwa wanavutia sana, lakini kuvutia kwao hasa kunakuwa kwa wale watu muonekano wao unakuwa ni muonekano wa nguvu katika hali za namna hiyo. Tunaelewana vizuri? Yani hawa watu hawana tabia ya kumchukia mtu, lakini kanuni yao ni watu wanavutia sana, na hasa kwa wale watu wenye nguvu ndio mara nyingi sana upenda kuvutiwa na watu wenye energy namba 8, kwa maana waliozaliwa katika mwezi wa 8. Lakini hawa watu pamoja katika hali za namna hiyo, yusamihu walakin la yansa al-isaa, ni watu ambao wana tabia ya kusamehe sana, lakini hawasahau waliofanyiwa. Yani anasamehe, lakini makosa uliomfanyia anayaweka hapa mbele ya macho yake. Ukifanya jambo dogo tu, unakumbuka jana ulifanya kama hivi hivi. Yani anakuwa hivyo yeye, anasamehe lakini hasahau yule ambaye au kile ambacho alichofanyiwa. Kwa hiyo ukifanya kitu kingine anakumbusha cha jana, unakumbuka na jana ulinifanyia kama hivi. Yani wako hivyo watu wenye energy namba ngapi? Namba 8 katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Lakini hubbuhu qawiyun tena wa min qalbihi, kwa maana mapenzi ya watu hao wenye energy namba 8 huwa yanakuwa na nguvu sana. Hawa waachane ovyo wewe mzee. Lakini kwa kalbu tena yanatoka ndani ya nini? Ya moyo kabisa. Wakipendana hawa watu hawaachani, wakipendana hawa watu hawadhuriani, wakipendana hawa watu hawafanyiani mauzauza. Tunaelewana vizuri? Hawa ni watu ambao wamezaliwa mwezi wa ngapi? Ndio energy namba 8 hiyo mzee. Lakini kadhalika muntaqimun, hawa watu ni wagomvi. Kiwakuta kwenye anga zao mtagombana. Lakini wahadun, lakini ni wakali sana hawa watu. Kimfanyia matukio fulani anakuwa mkali, anakuwa mbogo kweli kweli, hawi mnyonge maana yake. Tunaelewana vizuri? Waghayurun jidda, wanawivu sana hawa watu wenye energy namba 8. La yasbiru ala ahadi, na hawana subra. Subra kwao ni ndogo sana. Ukimfanyia mauzauza, yani yeye subira yake ndogo sana. Sawa? Yeye hamchukii mtu, lakini ukimfanyia mauzauza anafanya action. Ndivyo alivyo hawa watu wenye energy namba 8. Tunaelewana vizuri? Yushariku bi ashiyaihi, lakini namna jinsi walivyo hawa watu wanapenda sana kushirikisha katika jambo lao. Yani hata kama akigombana yeye na mke wake anapenda sana kuja kukushirikisha yeye. Bana, unaonaje? Huyu anafaa. Hata kama akizinguana yeye na bosi wake, yani ni mtu ambaye kushirikisha watu katika majambo yake. Anapenda sana vitu vya namna hiyo. Yani anaona kule kumshirikisha mtu ndio unafuu upande wake katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Hawa ni watu ambao waliozaliwa mwezi wa 8, kwa maana ni watu wenye energy namba ngapi? 8. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa na haya tunayoyasema mimma qtadatuhu at-tajruba, ni mambo ambayo yaliyofanywa tafiti yakabainika haya. Yani mtu mwenye energy namba 8 hamchukii mtu, lakini ni mtu ambaye anavutia sana, hasa kwa wale watu wenye muonekano wa nguvu. Lakini wanasamehe sana, lakini hawasahau makosa waliofanyiwa. Lakini hawa watu wana mapenzi ya nguvu sana na yanayotoka ndani ya mioyo yao. Lakini hawa watu pia vile vile ni wagomvi. Kimchokoza hatari hakuachi. Lakini ni wakali vile vile na wanawivu sana, lakini kadhalika subra yao ni ndogo, lakini wanapenda sana kumshirikisha mtu katika majambo yao. Hawa ndio watu waliozaliwa katika mwezi wa 8. Jitathmini hapo ulipo, bila shaka utasema shekhe kama vile ameniona katika haya anayozungumza. Inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atujalie neema iliyokuwa kubwa kabisa. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayoyafanya kama tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu
pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya rabbal alamin. Naam, bila shaka na natumaini kwamba umenufaika sana kuanzia tulipoanzia mpaka kufikia hapa tamati katika eneji hii namba 8. Bila shaka kama wewe ni umezaliwa mwezi wa 8, unaweza ukajikagua vizuri, unaweza kuyakuta haya mambo unayo ima yote ama nusu katika haya ambayo yaliyozungumzwa, kwa ukubwa sana au kwa udogo sana, yote hayo unaweza ukayapata katika maisha yako ya kawaida, ima wewe au mwanao au ndugu yako au mfanyakazi wako au bosi wako. Yote kwa yote ni kwamba tu energy hizi, matendo haya unaweza ukawa nayo, lakini kama hauna pia bado haimaanishi kwamba haupo kwenye energy namba 8. Yote kwa yote mimi kwa daktari hizi naruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka 10 jioni. Ili nikwambie tu kwamba taaluma hizi ni taaluma ambazo zinatolewa, lakini kubwa ni kukupa nafasi wewe hapo ulipo kujitathmini vizuri, lakini pia kukupa nafasi ya kujua watu wa namna hii unaweza kuishi nao katika hali ya namna gani ili kheri ziweze kupatikana. Mimi nikwambie, endelea kutufuatilia katika vipindi hivi. Kesho tutakwenda kuangazia energy namba 9, kwa maana wewe unazaliwa mwezi wa 9, utakuwa siku yako ni kesho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda, na kheri nyingi zitapatikana. Lakini yote kwa yote, energy namba 8 hii inakuhusu kwa 100%. Jitathmini vizuri, jichunguze vizuri, huenda ukasema mimi nipo kama ambavyo shekhe ulivyozungumza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.